Na natumai ubuheri wake popote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Karibu. Tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC imepania kubuni sheria mpya ya kudhibiti kiasi cha fedha za kutumika na wagombea kuendesha kampeni zao. Mwenyekiti wa tume hiyo Erastus Ethekon amesema kuwa mapendekezo ya sheria hiyo yatawasilishwa mwezi Agosti, ambapo wagombea watatakiwa kuweka wazi kiwango cha fedha wanazotumia kuelekea katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Inapanga kuja na sheria mpya ya kudhibiti kiwango kinachotumika na wagombea wa nyadhifa mbalimbali katika kampeni za uchaguzi mkuu. Kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao, mwenyekiti wa tume ya IEBC Erastus Ethekon amesema mapendekezo ya sheria hiyo yatawasilishwa bungeni kupitia mwezi Agosti, ambapo wagombea watatakiwa kuweka wazi kiwango cha fedha wanazotumia, kutaja chanzo, na sheria hiyo itaweka kiwango cha juu kitakachotakiwa kutumiwa wakati wa kampeni. Katika hatua nyingine, tume hiyo imekanusha madai kuwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao hayatapeperushwa moja kwa moja kama ilivyokuwa wakati wa miaka iliyopita. Tume hiyo iko kwenye shinikizo kubwa, hasa kutoka kwa wanasiasa wa upinzani, kuhakikisha wapiga kura kuwa itasimamia uchaguzi wa mwaka ujao na utakuwa wa huru na uwazi. Tume huru. Katika taarifa nyingine ni kwamba shule ya Oprah Winfrey Leadership Academy for Gaza nchini Afrika Kusini inatarajiwa kufungwa mwaka ujao baada ya kuhudumu kwa karibu miongo miwili. Oprah Winfrey amesema shule hiyo itakabidhiwa kwa idara ya elimu ya mkoa wa Gauteng kulingana na makubaliano yaliyowekwa ilipoanzishwa mwaka 2007. Shule hiyo ilipoanzishwa kwa ushirikiano na aliyekuwa Rais Nelson Mandela kwa lengo la kuwapa wasichana wenye vipaji kutoka familia zisizojiweza fursa ya kupata elimu bora. Tangazo la kufungwa kwake limeibua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii. Takribani watu 24, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, wameripotiwa kuuawa katika shambulio la ndege isiyo rubani iliyolenga kijiji cha Shasha, jimbo la Kordofan, kaskazini mwa Sudan. Shirika la Darfur Victims Advocacy limenukuu mashuhuda wakidai kuwa shambulio hilo lilitekelezwa na ndege inayohusishwa na jeshi la Sudan. Muungano wa Sudan Founding Alliance unaungwa mkono na RSF pia lilituhumu jeshi kwa kulenga nyumba za raia na miundombinu. Hata hivyo, jeshi la Sudan halijatoa tamko kuhusu madai hayo, na taarifa hizo bado hazijathibitishwa na wanahabari. Siku chache baada ya uamuzi wa mahakama ya kikatiba, muungano wa kisiasa wa C64 nchini DRC Congo wamejitokeza kupinga vikali uamuzi huo, ukisema hautakaa kimya wakati katiba ya taifa hilo inataka kusingiziwa kunufaisha watu wachache. Tangu bunge kupitisha sheria inayoruhusu utekelezwaji wa mchakato wa marekebisho ya katiba, upinzani umemtuhumu rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi kutaka kubakia madarakani kwa muda wa tatu. Wanasiasa hao wanaotishia kuitisha maandamano Agosti 15. Diodone
Bolenge Tenge ni katibu mkuu wa chama cha Mose, ambapo ni Katumbi Ensemble pour les Républicains. Muungano wa C64 haukutarajia chochote chenye kujenga kutoka kwa mahakama ya katiba ambayo maamuzi yake na utungaji wake umekuwa ukipotoshwa mara kwa mara na utawala wa Rais Felix Tshisekedi. Kwa hivyo uamuzi wake ni batili. Uamuzi wa mahakama hii unathibitisha njama dhidi ya utaratibu wa kikatiba na unafungua njia ya kugawanywa kwa jamhuri yetu. Sasa kulingana na tangazo lake la Julai 20, 2026, muungano wa C64 umepanga kukutana na raia wa Kongomani tarehe 15 Agosti kwa ajili ya muendelezo wa hatua zitakazofuata. Waombolezaji walikusanyika jijini Baghdad, Iraq hapo jana kuwazika wapiganaji wa vikosi vya uhamishaji wa umma wa Iraq PMF waliouawa katika mashambulio ya anga ambayo kundi hilo linasema yalitekelezwa na wanajeshi wa Marekani na Saudi Arabia. Majeneza yaliyofunikwa bendera ya Iraq na Iran yalibebwa wakati wa mazishi hayo, huku mhubiri wa madhehebu ya Shia akilaani kile alichokiita kitendo cha uoga na cha kinyama kilicholenga wapiganaji hao. Wakati wa mazishi hayo, gazeti la Hamshari la Iran liliripoti kuwa washauri 4 wa kijeshi wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran walikuwa miongoni mwa waliouawa, ingawa mamlaka za Iran bado hazijathibitisha taarifa hizo. Saudi Arabia ilisema iliratibu mashambulizi hayo yaliyolenga makundi yanayoungwa mkono na Iran nchini Iraq kwa ushirikiano na kamandi ya jeshi la Marekani, ikiwa ni jibu la zaidi ya mashambulizi 30 ya ndege zisizo na rubani dhidi ya miundombinu ya nishati ya Saudi Arabia katika kipindi cha saa 72 zilizopita. PMF ni mwavuli unaojumuisha makundi ya wanamgambo wa Kishia wanaoungwa mkono na Iran, ambao baadaye walijumuishwa rasmi katika vikosi vya usalama vya Iraq. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jeshi la Marekani usiku wa kuamkia leo limetekeleza mashambulio makubwa zaidi kuilenga Iran, ikiwa ni kulipiza kisasi kufuatia Tehran kulenga kambi za jeshi lake huko Jordan na kituo cha uchakataji mafuta huko Misri. Mashambulio haya yalifuatia kauli ya Rais Donald Trump aliyedai ataiadhibu Iran kwa kuendelea kukataa mazungumzo. Mashambulio haya yanafuatia matumaini na kufuta matumaini yote ya kupatikana kwa suluhu, hasa baada ya mwishoni mwa juma ambapo pande zote mbili zilisitisha mashambulio. Nimetaarifiwa tayari na nina uhakika watashughulikiwa ipasavyo. Kwa wakati huu tutawapiga kwa nguvu sana, kwa sababu ni zamu yetu kuwapiga, na wanajua hilo. Wanatuomba tusifanye hivyo, lakini unajua walijaribu kutupiga jana usiku. Walirusha roketi 5 zinazosafiri umbali wa kilomita karibu 8,000, lakini roketi zote ziliangushwa. Hata hivyo walijaribu, kusema kweli. Na sasa ni zamu yetu, na tutaona kama tutafikia makubaliano wakati fulani, lakini kwa sasa tutawapiga kwa nguvu sana. Wakulima wenye mashamba karibu na Amboseli wamekuwa wakiwaua tembo kwa sumu kuzuia uharibifu wa mazao na mashamba yao. Mamlaka ya kusimamia wanyamapori nchini Kenya imesema kwamba tembo 15 waliofariki dunia katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita huko kusini mwa taifa hilo imedhibitika wakulima wa nyanya zenye sumu aina ya Ceylon kutoka mashamba jirani na mbuga ya Amboseli. Mamlaka hizo hazikusema ni nani washukiwa wa hujuma hiyo, lakini kipindi cha huko nyuma wakulima walikuwa wakishukiwa kuwapa sumu kwa makusudi tembo, kuwazuia kula na kuharibu mimea yao. Ndovu 15 walifariki Kenya baada ya kula nyanya zenye sumu. Mbuga hiyo ya wanyamapori kusini mwa Kenya inapakana na eneo la ambako shughuli za kilimo na ufugaji zimeongezeka. Shirika la huduma za wanyamapori KWS limetahadharisha kwamba athari za sumu hiyo
inaweza kusambaa katika eneo pana kwa sababu mifugo pia wanakula katika eneo hilo. Kiongozi mkongwe wa upinzani nchini Uganda anayezuiliwa jela Kizza Besigye, ambaye hapo jana alianguka akiwa mahakamani, amelazwa hospitalini akiwa katika hali mbaya. Kiongozi huyo mkongwe wa upinzani ambaye hapo jana alianguka anasema kuwa na mkewe Winnie Byanyima ameandika kwenye ukurasa wa X hivi leo kwamba Besigye mwenye umri wa miaka 70 amelazwa katika chumba maalum cha wagonjwa mahututi akiwa amepoteza fahamu katika hospitali ya rufaa ya Mulago. Jana Jumatano, mwanasiasa huyo mkongwe, mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rais Museveni, alifikishwa mahakamani mjini Kampala kujibu kesi inayomkabili ya uhaini. Amekuwa akishikiliwa jela tangu Novemba mwaka 2024, ambapo mawakili wake, wafuasi wa wanaharakati wa haki za binadamu, wanasema tuhuma za mashtaka yanayomkabili yamechochewa kisiasa na hatua ya kumzuilia jela ni sehemu ya mpango unaendelea na kuandama wapinzani nchini Uganda wa Rais Yoweri Kaguta Museveni. Umoja wa Mataifa umeikosoa Urusi kwa kuishambulia tena Ukraine na kusema kwamba mashambulio hayo yamekiuka anga ya Poland. Maafisa wa Ukraine wamefahamisha kwamba Urusi ilianzisha mashambulio makubwa usiku wa kuamkia leo dhidi ya nchi hiyo na kusababisha vifo vya takribani watu 8 na kujeruhi wengine wengi. Miji kadhaa ya Ukraine ikiwemo ya upande wa magharibi kutoka mpakani mwa Urusi ililengwa kwa makombora ya mamia ya droni. Tahadhari ya mashambulio ya anga ilitolewa kote nchini humo, ambapo Zelensky alielezea matumaini ya Ukraine kujiunga na Umoja wa Ulaya. Rais Volodymyr Zelensky amesema makazi ya watu, biashara na miundo mbinu imeharibiwa vibaya na Urusi, ambayo imefyatua zaidi ya makombora 70 ikiwemo masafa marefu ya droni 280. Zelensky kwa mara nyingine amewatolea wito washirika wake wa nchi za magharibi na hasa Marekani kuipatia nchi yake mifumo ya ulinzi wa anga Patriots. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Na katika taarifa nyingine ni kwamba tunakuomba simama kitu kufikia malengo yetu ratibu katika hatua ya kuweza kununua transmitter na station transmitter link ambayo itaweza kutanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625, account namba ni 012450 85217800 au till namba ni 456146 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Wakati huu ni wakati mwafaka, msikilizaji pote pale ulipo, wa kupokea kiziba mkonga cha siku ya leo. Kabla sije tamatisha taarifa hii ya habari kwa kipenga cha michezo,
kwenye kiziba mkonga cha sasa. Kumwelewa na kuwa karibu na mtoto wako kihisia kutakusaidia kutatua baadhi ya changamoto zake za kitabia kwa 90%. Shida wazazi wengi wanalea watoto mechanical. Kumwelewa na kuwa karibu na mtoto wako kihisia kutasaidia kutatua baadhi ya changamoto zake na hulka kwa 90%. Shida wazazi wengi wanawalea watoto wao mechanical. Na katika kipenga cha michezo ambapo huenda kuna jambo la kuvutia zaidi katika masuala ya usajili kwa sasa kuliko hatima ya Vinicius Junior. Bila shaka mshambuliaji huyo wa Real Madrid ni mmoja wa wanasoka wenye hadhi juu zaidi duniani. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Brazil alijiunga na Real Madrid akiwa na umri wa miaka 18 na mwaka 2018 akishinda mataji 14 na kufunga mabao 128 katika mechi 375 akichezea klabu hiyo kubwa ya Hispania. Inashangaza kufikiria kuwa wamemruhusu kuingia katika mwaka wa mwisho wa mkataba wake, lakini ndiyo hali halisi ilivyo sasa. Katika hali ya kawaida, kulingana na wadau wa sekta hiyo, thamani ya soko ya Vinicius ingezidi pauni milioni 200. Uwanjani kiasi hicho cha pesa kingempatia winga wa kushoto wa kiwango cha dunia ambaye pia ana uwezo mkubwa wa kucheza katikati, pamoja na mchezaji ambaye akiwa na umri wa miaka 26 anafikiria kilele cha kiwango chake cha soka. Je, nje ya uwanja ungekuwa ukimsajili mtu maarufu duniani ambaye thamani yake ya kibiashara ingekuwa na faida kubwa na kifedha? Real Madrid imejaribu kuhusisha mkataba wa mshambuliaji wao na kuanza mazungumzo zaidi naye siku ya Jumatatu, lakini hadi sasa bila mafanikio. Uwezekano wa yeye kupatikana sokoni umevutia hisia za Arsenali, ambao ni miongoni mwa klabu zinazojadili ndani kwa ndani uwezekano wa kutumia fursa ya kutofautiana kwao kimkataba. Timu za Saudi Arabia nazo zinafuatilia kwa karibu hali yake. Kocha wa Arsenal Mikel Arteta anataka kumsajili mchezaji mwenye uwezo uliodhibitishwa na Vinicius anakidhi vigezo hivyo. Vyanzo vya karibu vya Arsenal vinasisitiza kuwa yeye ni mmoja tu wa wachezaji chaguzi kadhaa ambazo klabu inazichunguza katika harakati za kutafuta mshambuliaji wa upande wa kushoto baada ya kukosa saini ya Morgan Rogers iliyochukuliwa na Chelsea. Hata hivyo, vyombo vya habari vinaelewa kuwa Arteta amevutiwa sana na wazo la kumsajili Vinicius kiasi kwamba ndani ya klabu anachukuliwa kuwa mlengwa namba 1. Kama Arsenal ilivyobaini kupitia sakata la Rogers, hakuna uhakika kwamba klabu zitafanikiwa kuwapata wachezaji wanaopata kipaumbele. Kwa hakika Arsenal wanatambua uhalisia wa nafasi yao ya kumpata Vinicius Junior. Wanajua kuwa ni jambo gumu sana kufanikiwa. Vivyo hivyo, hakuna mtazamo miongoni mwa watu wa karibu wa Vinicius Junior kwamba hatua yoyote ya kwenda Arsenal ingekuwa ngumu. Kwa wachezaji wengi wa Amerika Kusini, kuchezea Real Madrid au Barcelona ni ndoto ya maisha yao yote. Kuondoka katika mji mkuu wa Hispania hata kwenda kwenye klabu kilicho na hadhi kubwa kama Arsenal kungeonekana katika hali nzuri zaidi kama hatua ya kubaki pale pale. Kwa vile Real inachukuliwa kuwa klabu kubwa zaidi duniani, kuna hisia kwamba kuondoka Bernabeu kungeweza pia kuathiri hadhi ya kibiashara ya mchezaji huyo. Hali ya uhamisho wa bure inamaanisha kuwa Vinicius anaweza kuongeza mapato yake maradufu mwaka ujao. Kwa kuwa fursa hiyo sasa inawezekana, ni wazi kuwa mshambuliaji huyo karibu ataomba nyongeza kubwa ya mshahara iwapo ataama msimu huu wa joto. Kulazimika kutenga kiasi cha angalau pauni milioni 130 pamoja na mishahara
kuwa na changamoto kubwa kwa klabu yoyote, hata iwe tajiri kiasi ipi, katika kipindi hiki cha kanuni za udhibiti wa fedha. Hata hivyo, Arsenal wamefanya tathmini ya gharama hizo na wanaamini wana uwezo wa kifedha kufanikisha usaili wa Vinicius. Inafahamika kuwa hatua hiyo ya kumsajili inaungwa mkono na watu wengi ndani ya klabu. Awali Arsenal waliwahi kuwapa wachezaji mikataba minono ya haki za picha, image rights. Hili litakuwa kipengee muhimu katika makubaliano yote ya kumleta Vinicius kwenye ligi kuu ya Uingereza. Imekuwa ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Kutoka kwangu na kutokea kila laheri kwenye vipindi vyetu vinavyoendelea.